Unanipiga? Wewe ni nani unaingilia maisha yangu? Wewe ni kama nani unaingilia mfumo wa maisha yangu? Huyu ni mdogo wangu. Nimpige, nitake kumuua, wewe haya kuhusu. Sikia bro. Nitaendelea kumtesa, nitaendelea kumnyanyasa muda wowote na wakati wowote naotaka mimi, na usije ukathubutu tena kunyanyua mkono wako na kunipiga. Saloni, ni nani alokupa ruksa kumpiga mke wangu? Yaani tena umeona itoshi, ukaamua mpige vibao viwili. Wakati hata mimi siku moja sijawahi kumpiga mke wangu hata kibao kimoja. Wewe ni kama nani unajikuta humu ndani mpaka umpige mke wangu? Na hichi ndio kichokuleta nyumbani kwangu, si ndio? Bro, naomba nisamehe sana kama nitakuwa nimekukera. Ila huyu mkeo ana matendo machafu sana, kiasi cha kwamba hata shetani hawezi kufanya matendo ambayo anayafanya huyu. Ni mara nyingi sana huwa namuona namtesa huyu binti wa humu ndani. Ila nilikuwa tunajaribu kuvumilia, lakini leo uvumilivu umenishinda, kwa sababu niliona kabisa amezamiria kumuua. Jambo, naomba nisikilize. Tena utege masikio yako vizuri sana kunisikiliza. Hata kama mke wangu anamnyanyasa mdogo wake, huyo ni ugomvi wa ndugu. Wewe upasi kuingilia hata kidogo. Hata kama anampiga, anamtesa, sio anamfanyaje, ni yeye kama yeye. Wewe ni kama nani uingilie mambo ya watu? Eti inatakiwa ufuate kile kilichokuleta humu ndani na si kuingilia mambo ya watu. Si umeelewa wewe? Sitoweza kuvumilia upuuzi wa mkeo anomfanyia huyu mdogo wake. Kama nataka mimi ni mheshimu, basi aache kumnyanyasa mdogo wake. La si hivyo, sitoweza kuwasikiliza hata siku moja. Hivi unajikuta naye ndani ya nyumba yangu? Unajikuta special sana au? Nisikilize we mkaka. Unijui, sikujui. Kwa hiyo, kaa mbali na mambo ya familia yangu, kaa mbali. La sivyo, tutafikishana pabaya bro. Mimi huwa sinaga nidhamu ya uoga kwenye maisha yangu. Na wala siwezi kufumbia macho matendo ambayo unamfanyia huyu mdogo wako. Kama mimi nikiwa nimo humu ndani, nitahakikisha huyu mdogo wako huwezi kumnyanyasa. Bro, unajua wanaume wenzako wanaoa wanawake ambao wana tabia njema, wana midomo mizuri, wanajua kauli za kuzungumza, lakini sio huyu. Amekalia tu kishari muda wote. Huyu ni mwanamke ambaye anapenda sana kunyanyasa watu. Anaonekana kabisa ana roho mbaya. Bro, huyu mwanamke ambaye umeenda kumuoa, hili ni jike shupa, sio mke wa kuweka ndani. Unanihitaji wewe? Bro, mimi nakuheshimu sana. Ila hichi kitendo ambacho ulichokifanya hapa, usije ukasubutu kukifanya tena. Mume wangu, nakuomba umtoe mdogo wako humu ndani. Sitaki kumuona. Nikapigania kesho kwa nguvu ya
Pole sana mdogo wangu. Ila kitu ambacho mimi ninachokuomba, unatakiwa uendelee sana kupambana na uwe mvumilivu sana. Naamini kila kitu kitaenda kuwa sawa na utashinda majaribu katika hii nyumba. Asante sana kaka kwa kuokoa maisha yangu. Na nafikiria usingekuwa katika ile tukio, sio ingekuwaje. Mimi nipo kwa ajili yako. Kwa hiyo kuhusu yule wewe hata usijali sana. Lakini kuna kitu mimi nataka kujua. Wewe na mke wa kakaangu mna uhusiano gani? Tumeshia baba tu. Ila mama tofauti. Basi mbaya mama yake Davi alifariki muda sana. Na hapo Davi alikuja kuishi nyumbani kwetu. Na huku umekuja kufanya nini? Ni kitu gani ambacho kimekuleta huku? Umekuja kutembea au kuna jambo la msingi ambalo limekuleta huku? Huku nilikuja kusoma. Maana Davi alimwahidi mama kuwa atanisomesha. Na mpaka sasa sioni chochote kinachoendelea. Na kurudi kijijini siwezi. Maana kule maisha ni magumu sana. Na sasa umndani ninaishi kama mfanyakazi tu. Siku zote kwenye maisha lazima unatakiwa upitie kwenye nyakati ngumu ili mradi uweze kufikia mafanikio. Bila kupitia nyakati ngumu, ni ngumu sana wewe kufanikiwa. Unachotakiwa kufanya kwa sasa ni kumuomba sana Mwenyezi Mungu na kuongeza jitihada kwenye kile unachokifanya. Naamini ipo siku Mwenyezi Mungu atakusaidia. Mimi nipo kwa ajili yako. Nitakusaidia pale ambapo wewe utakuwa unahitaji msaada kutoka kwangu. Ulikuwa unafanya nini na mdogo wangu? Hebu nisikilize wewe cheupe papai wewe. Huyu mdogo wangu ni mtoto mdogo sana. Yaani wewe upuuzi unaotaka kumfundisha bado hajaujua. Unanisikiliza vizuri eh? Huu ujinga wako, huu malaya wako, huu ushenzi wako wapelekewa uniwezio huko. Huko mtaani na sio hapa nyumbani kwangu. Na huyu mtoto nikija kusikia umemtongoza au kamfanyia chochote kibaya, nitakachokufanyia dunia nzima itashangaa. Yaani ulimwengu wote huu utashangaa. Utakuwa mweusi kama isura yangu. Umenielewa eh? Na wewe ulikuwa unafanya nini na huyu jinga mshenzi asiyejulikana mbele wala nyuma? Ulikuwa unafanya naye nini? Na ulikuwa unafanya nini na huyu mshenzi? Ulikuwa unafanya naye nini? Nikija kukuona siku nyingine uko na huyu mshenzi, nitakumaliza. Pita hapa. Wangu. Hembo namba kanaendelea maji ya kuoga. Kwa sababu muda umeshaenda sana sasa hivi. Na inahitajika niwahi kazini. Bafuni maji yamekatika. Nimemtumia Sharifa meseji hapa kuandalia maji bafu la nje. Kwa utaoga kule nje. Samahani sana mke wangu. Unajua Sharifa ni mdogo wako. Alafu haiwezekani Sharifa mimi anaekea maji ya kuoga wakati wewe uko hapa. Unajua jana ulimtuma Sharifa aje nitandikie kitanda huko ili mradi nipate kulala. Mimi nikahisi labda kuwa umechoka na ndio maana nikaacha hili lipite. Lakini nashangaa na leo tena nazungumzia hilo kuhusu Sharifa. Kwa nini unafanya hivyo mke wangu? Unajua yule ni mdogo wako wewe. Hivi kwa nini lakini wewe mwanaume? Sharifa si ni mdogo wangu mimi? Akinisaidia majukumu yangu humu ndani wewe na kuuma nini? Bwana yeye ushaandaliwa maji huko, kama unataka kaoge, utaki nenda kazini hivyo hivyo. Unajua hicho ninachokifanya mimi sikipendi kabisa. Yaani siliziki nacho kabisa katika moyo wangu. Kama kila kazi humu ndani anahitajika afanye Sharifa,
basi ni bora tu tumtafute mfanyakazi wa ndani ili mradi afanye hizo kazi na wala si Sharifa. Unasemaje wewe mwanaume? Atafute mfanyakazi, uongeze mke humu ndani, si ndio? Baba, swala la mfanyakazi humu ndani sahau. Najitosheleza, sawa eh? Kama utaki Sharifa afanye kazi utafanya wewe na sio mfanyakazi. Nesi, tumeelewana? Kama malaika wakawa mawe moyoni, lakini sitakata tamaa, siwezi kurudi nyuma. Maisha yangu ni yangu, si ya mtu mwingine. Haya ndiyo maisha yangu, yamejaa vidonda na tumaini. Sharifa. Abe shemeji. Umeshamaliza kupiga pasi? Ndio, nimemaliza. Sawa. Naomba nipatie rokoti. Usione tabasamu, ndani kuna historia. Hii ni filamu ya kweli, karibu kwenye maisha yangu. Basa. Embo. Shika hela. Mtaangalia leo mtakula nini. Koma wewe. Hivi mume wangu na akili kweli wewe? Yaani unampa Sharifa pesa ya matumizi, hatupangie chakula humu ndani. Si ndio? Hivi kama kila kitu anafanya Sharifa humu ndani, kwa nini na ile asifanye yeye? Unikome wewe mwanaume. Naomba usinitafute laloni basi. Unajua mara kwanza ilo neno na nikome nikajua ni bahati mbaya. Lakini naona unaendelea tu kuniita nikome. Hivi unachukuliaje wewe mwanamke? Na unikome kweli kweli. Na unikome. Halafu kuanzia leo ni marufuku kumpa Sharifa pesa ya matumizi humu ndani. Nesi, tumeelewana eh? Halafu Sharifa kaja humu ndani kufanya kazi tu. Hajaja kupewa pesa ya matumizi wala kutupangia si tunakula nini. Yaani yeye hakikisha nyumba safi, vyombo visafi, kitanda kimetandikwa. It's over. Tumeelewana eh? Hai, na wewe Sharifa. Emlete hiyo pesa hapa. Leta. Atoka hapa. Kama malaika wakawa mawe moyoni, lakini sitakata tamaa, siwezi kurudi nyuma. Maisha yangu ni yangu, si ya mtu mwingine. Haya ndiyo maisha yangu, yamejaa. We Sharifa. Abe. Hizi nguo si za kakaangu hizi? Ndio, ni za dada na shemeji. Sasa wewe unaanzaje kufua nguo za shemeji yako?
Tena ukiangalia ni nguo zake za ndani kabisa. Na dada yako pia ni nguo zake za ndani. Unaanzaje kufanya hivi? Wewe una akili kweli? Ila dada ndiye amenipatia. Tena ameniambia nizifue haraka haraka. Sawa. Wewe nenda ndani. Acha mimi nizifue hizo nguo. Hapana kaka, utanisababishia matatizo. Acha tu nizimalizie. Wewe nisikilize mimi nilichokwambia. Kama litatokea tatizo lolote ile mimi ndo nitalibeba. Wewe nenda ndani. Ila naogopa. Fanya nilichokwambia mimi. Hakuna lolote litakalokukuta. Wewe nenda ndani. Sawa. Bado nasimama, hii ni safari yangu. Niliahidiwa mema, nikapewa mateso. Walikuja kama malaika, wakawa mawe moyoni, lakini sitakata tamaa. Siwezi kurudi nyuma, maisha yangu ni yangu, si ya mtu mwingine. Haya ndiyo maisha yangu, yamejaa vidonda na tumaini. Najifunza kutoka kwenye maumivu, na bado nasimama, hii ni safari yangu. Usione tabasamu, ndani kuna historia. Hii ni filamu ya kweli, karibu kwenye maisha yangu. Ni kitu gani hicho unachokifanya hapa? Napiga mswaki hapa. Mbona sielewi? Kwa nini unafua nguo za mke wangu? Halafu unafua tena nguo za ndani kabisa. Kwa hiyo wewe umeona tu nguo za mkeo hapa. Mimi nimefuadi nguo zako, tena nguo zako za ndani. Zipo hapa nimeshazimaliza kuzifua. Sitaki kuulizwa maswali mingi. Acha mimi niendelee na kazi yangu. Kama kuna kitu chochote ambacho nataka kujua kuhusiana na hichi ambacho mimi nakifanya hapa, nenda kamuulize mkeo ndani. Mbona sikuelewi? Unaongelea nini? Afu mpunguza kwanza jazba uongee nikuelewe. Usichokielewa hapo ni nini wewe? Wakati nimerudi, nimemkuta Salungi anafua nguo zetu. Tena mbaya zaidi nimemkuta anamalizia kufua nguo yako ya ndani. Hivi mwanamke, kwa nini sio muelewa wewe? Hauna ustaarabu hata kidogo. Kwanza nipunguzie sauti. Alafu nisikilize. Mimi sio kichaa wa kumpa Salungi nguo zangu za ndani azifue. Sina huo uchizi. Kwa hiyo mimi ninakusingizia hapa, si ndio? Mimi nguo nimempa Sharifa afue. Sikumbuki kama nguo nimempa Salungi. Huu ni upumbavu gani anaofanya mjinga hapa? Wewe. Mbona unafua nguo zangu wakati nguo nilimpa Sharifa? Kwa hiyo wewe umemwona Sharifa ni mtu sahihi sana kufua nguo zenu. Tena hadi nguo zenu za ndani mmempa yeye afue. Lengo lako hasa wewe ni nini? Kama ulikuwa unaona ni sawa, kwa nini sasa hizo nguo unazifua mimi, wewe unaanza kuchukia? Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Ni bora hizo nguo nizifue mimi kuliko kuzifua yule mtoto mdogo. Wewe unamfundisha nini yule katika akili yake? Kumbe jamani mshenzi Tena nafikiri hata hujafunzwa kwenu wewe. Kumbe kazi amepewa mtu mwingine,
Kielele chako kinakufanya kuja kuchukua kazi ya mtu mwingine. Hivi jamaa unanichukuliaje mimi wewe? Yaani unafua nguo za ndani za mke wangu, unataka kugundua nini kwake? Bro, unakosea sana. Yaani anachokifanya huyu mwanamke wako sio sahihi hata kidogo. Hizi nguo zako anatakiwa afue yeye. Sio huyu anampelekea yule mdogo wake afue nguo zako. Hivi unaona kweli ipo sawa wewe? Huyu mkeo mwambie achane na hizi tabia chafu. Wa jamaa, maisha yangu ya mundani hayakuhusu hata kidogo. Kama mke wangu ameamua kumpa mdogo wake afue nguo, wewe haikuhusu Sarungi. Umenelewa? La sivyo na wewe ungetafuta mke wako umpe nguo naye afue. Sio kuingia maisha yangu mimi. Sasa naomba nisikilize. Ninakupa onyo la mwisho Sarungi. Ikija kujirudia tena hili, nafikiri utakipata kile unachokitafuta. Wewe. Naona umeianzisha vita. Sasa jipange kuimaliza. Mbwa mkubwa wewe. Shika hapo. Dada naomba nisamehe. Sharifa, shika hapo na kazi nyingi za kufanya. Sina muda wa kupoteza hapa. Nisamehe. Wewe Sharifa, hasira zangu zikiongezeka hapa utaumia. Naomba nisamehe. Shika hapo. Shika hapo. Na ukitoka hapo, au ukijigusa tu, fimbo zinaongezeka. We kama nani unanizuia? Wewe ukija kusubutu tena kufanya hupu mbavu wako, nitakupiga kama mtoto. Muangalie vile sura yake jinsi ilivyo. Kaa jini.